Cape Verde yaandika historia. Taifa dogo lililoilazimisha Spain sare katika mchezo wake wa kombe la dunia, wakati wengi walipokuwa wakiamini kuwa mchezo kati ya Spain na Cape Verde ungekuwa wa upande mmoja. Kilichotokea uwanjani kilikuwa tofauti kabisa na matarajio ya wengi. Taifa dogo la visiwa vya Cape Verde ambalo linashiriki kombe la dunia kwa mara ya kwanza katika historia yake limeandika ukurasa mpya katika kutoka sare ya bila kufungwa dhidi ya mabingwa wa Ulaya Spain. Mara tu baada ya filimbi ya mwisho kupulizwa, mashabiki wa Cape Verde walilipuka kwa shangwe. Kwao matokeo hayo yalikuwa sawa na ushindi mkubwa. Walikuwa wameonyesha kwamba ukubwa wa nchi au historia ndefu ya soka si kigezo pekee cha mafanikio uwanjani. Cape Verde ni taifa lenye idadi ndogo ya watu ukilinganisha na mataifa mengi yanayoshiriki kombe la dunia. Hata hivyo, wakati wa mechi waliingia uwanjani wakiwa na nidhamu, umoja na imani kubwa. Walikabiliana na timu ya Spain ambayo imezoeleka kutawala umiliki wa mpira na kucheza soka la kasi, lakini hawakuonesha hofu. Kwa dakika zote 90 za mchezo, Spain ilitawala umiliki wa mpira na kujaribu kutengeneza nafasi nyingi za kufunga. Wachezaji wake walizungusha mpira kwa ustadi na kushambulia mara kwa mara, wakitafuta bao la mapema ambalo lingebadilisha mwelekeo wa mchezo. Lakini kila walipojaribu kupenya, walikutana na ukuta mgumu wa ulinzi wa Cape Verde. Nyota mkubwa wa mchezo huo alikuwa golikipa mkongwe wa Cape Verde, Vozinha. Akiwa na uzoefu mkubwa na utulivu wa hali ya juu, aliokoa mashuti kadhaa hatari na kuwanyima nafasi wachezaji wa Spain waliokuwa wakiamini kwamba bao lilikuwa karibu kupatikana. Kila kuokoa kwake kuliongeza morali ya timu yake na kuwafanya mashabiki kuamini kwamba historia ilikuwa ikiandikwa mbele ya macho yao. Golikipa Vozinha amevunja rekodi mtandaoni kwa kupata zaidi ya wafuasi zaidi ya milioni 7 baada ya kuizuia Spain na kuonesha kiwango cha juu kabisa katika mchezo wa kombe la dunia dhidi ya Spain. Golikipa wa Cape Verde, Vozinha, amegeuka kuwa mmoja wa watu wanaozungumziwa zaidi duniani. Kabla ya mechi hiyo alikuwa na followers 50,000 na mpaka sasa ana followers zaidi ya milioni 7 na wanaendelea kuongezeka. Kilichoanza kama usiku wa kawaida wa soka kiligeuka kuwa hadithi ya kusisimua. Vozinha alisimama imara langoni na kuzuia mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa mabingwa wa Ulaya. Kila alipookoa mpira, ndivyo alivyozidi kuwavutia watazamaji duniani kote, na mwisho wa mchezo jina lake likawa gumzo mitandaoni. Mashabiki kutoka mataifa tofauti walimpongeza kwa utulivu wake, uzoefu wake na uwezo wake wa kufanya maamuzi katika nyakati ngumu. Video za uokoaji wake zilianza kusambaa kwa kasi, huku wengi wakimuita shujaa wa mechi na mfano wa kwamba umri si kikwazo cha kufanya makubwa katika michezo. Kwa upande wa Cape Verde, mafanikio haya hayakuwa ya kipa pekee, bali yalikuwa ushindi wa taifa zima. Taifa hilo dogo lilionyesha kuwa linaweza kusimama dhidi ya vigogo wa soka la dunia, na Vozinha akawa sura ya mafanikio hayo. Na kilicho wazi ni kwamba umaarufu wake umeongezeka kwa kiwango kikubwa baada ya mchezo huo na kumfanya kuwa mmoja wa nyota waliovutia zaidi katika hatua za mwanzo za kombe la dunia. Bila kujali idadi kamili ya wafuasi aliyopata, usiku huo ulimfanya Vozinha kuwa zaidi ya golikipa. Aligeuka kuwa alama ya matumaini, uthabiti na ushahidi kwamba mchezaji kutoka taifa dogo anaweza kuiteka dunia kwa dakika 90 za kujituma na kujiamini. Safu ya ulinzi ya Cape Verde pia ilifanya kazi ya kipekee. Badala ya kukimbilia kushambulia hovyo, walicheza kwa mpangilio, huku wakifunga mianya yote na kuwafanya wachezaji wa Spain washindwe kupata nafasi za wazi. Kila dakika iliyopita bila kufungwa bao iliongeza shinikizo kwa mabingwa hao wa Ulaya. Kadri mchezo ulivyokaribia mwisho, hali ya wasiwasi ilionekana wazi kwa upande wa Spain. Walikuwa wakijaribu kila mbinu inayowezekana, lakini Cape Verde iliendelea kusimama imara. Hatimaye filimbi ya mwisho ilipopulizwa na ubao wa matokeo ukasoma 0-0, nunge bila, ndipo mashabiki wa Cape Verde wakainuka kwa furaha isiyoelezeka.
Kwa taifa hilo dogo, sare hiyo ilikuwa zaidi ya alama moja kwenye msimamo wa kundi. Ilikuwa ishara ya mafanikio, uthibitisho wa juhudi zao na ujumbe kwa dunia kwamba wana uwezo wa kushindana na timu kubwa kabisa. Matokeo haya pia yanakumbusha ulimwengu wa soka kwamba kombe la dunia, jina kubwa halitoshi kupata ushindi. Nidhamu, maandalizi mazuri, moyo wa kujituma na kuamini uwezo wako vinaweza kubadilisha historia kwa dakika 90 tu. Cape Verde sasa imejiweka kwenye ramani ya soka la kimataifa kwa njia ya kipekee, iwe itaendelea kufuzu au la. Mechi hii tayari imekuwa sehemu ya historia yake, na kwa mashabiki wake, usiku huo utabaki kuwa kumbukumbu ya siku ambayo taifa lao lilisimama bega kwa bega na moja ya timu bora zaidi duniani na kuondoka likiwa limeandika simulizi ambayo wengi hawakuamini kama ingewezekana. Updates za 7 Media.